Mtazamaji, hii ni kata ya Bangata. Kata ya Bangata ni miongoni mwa kata 27 ambazo zipo katika halmashauri ya Arusha au unaweza kusema jimbo la Arumeru Magharibi. Kata hii ya Bangata ambapo diwani hapa ni Mheshimiwa Mchungaji Joel Yalanda. Miongoni mwa changamoto ambayo inaikabili kata hii ni pamoja na ukosefu wa maji hususan kwenye kijiji cha Sasi. Hali hii inamnyima usingizi Mheshimiwa diwani. Anaamua kupambana kwa hali na mali ili wananchi wake wa kijiji cha Sasi waweze kupata maji safi na salama ya kutumia. Na kwa mujibu wa maelezo ambayo tumeyapata kutoka kwa wananchi, wanasema kwamba hali ya ukosefu wa maji kwenye kijiji hiki cha Sasi ni ya muda mrefu, zaidi ya miaka 5. Kwa kweli wananchi hawa wanapata adha kubwa ya ukosefu wa maji, kwa maana kwamba miaka zaidi ya 5 iliyopita wananchi hawa walikuwa wapati huduma hii ya maji safi na salama, hali iliyokuwa inawapa tabu kweli kweli. Mheshimiwa Mchungaji Joel Yalanda, diwani wa kata hii ya Bangata, anaamua kufanya jitihada za makusudi za kuhakikisha kwamba wananchi wake wa kijiji cha Sasi wanapata maji. Kwanza ametembelea miundombinu ya maji katika eneo hili kwa maana ya tanki linalohifadhi maji, lakini pia na kufuatilia vyanzo mbalimbali au njia mbalimbali za maji kwa maana ya mabomba na sehemu ambapo maji yanapita. Amegundua kuna changamoto nyingi ambazo zipo humo, lakini moja ya changamoto ni pamoja na watu ambao si waaminifu kuharibu ama kufanya hujuma kwenye swala hili la maji. Charles Baida TV inaongea moja kwa moja na Mheshimiwa diwani Joel Yalanda ili kuweza kupata kulifahamu swala hili kwa kinaga ubaga. Kwa majina naitwa Mchungaji Joel Edwin Yalanda, diwani wa kata ya Bangata kupitia Chama cha Mapinduzi. Kata hii ya Bangata ina changamoto kubwa sana. Nikisema kubwa sana ni zile ambazo zinatikisa, yani zinasumbua sana wananchi. Ya kwanza ni changamoto ya maji, lakini ya pili barabara. Sasa leo nitazungumzia changamoto ya maji. Wakati ninapita kwenye kampeni, swali kubwa wananchi waliokuwa wananiuliza kwamba tukikupa kura utasababisha maji yaje, utaleta maji? Nikasema ndio. Sasa kwa sababu hiyo tumechukua jitihada za makusudi kabisa kuhakikisha tunakagua miundombinu ya maji iliyopo katika kijiji cha Sasi na kukagua tanki la maji lililopo katika kijiji cha Sasi. Baada ya hapo kuna vitu tulibaini. Cha kwanza tulibaini ni gate valves ambazo moja inayoingiza maji kwenye tenki haiko sawa na zinazotoa maji kwenye tenki haziko sawa, lakini kubwa na baya zaidi, tenki halijaoshwa kwa zaidi ya miaka 5. Yani miaka 5 na zaidi, yani hatuna ni lini, hakuna mwenye history kwamba ni lini tanki limeoshwa, lakini tumefanikiwa kuliosha tenki hilo. Sambamba na hilo tumeweka hizo gate valve mpya ambazo zilikuwa hazipo, yani hazifanyi kazi, ambapo imegharimu kwa zaidi ya Laki5 na hiyo imetoka kwenye mfuko wa diwani kuhakikisha wananchi wangu wa Sasi wanapata maji. Kwa hiyo baada ya kuhakikisha tanki liko salama, linaingiza maji na linatoa maji vizuri, tumekagua miundombinu ya maji. Tulipokagua miundombinu ya maji tumekuta miundombinu baadhi ni chakavu, lakini ingine kuna watu ambao wao ni kwa makusudi yao tu binafsi, kuna hujuma zinatokea. Kuna watu wanaweka gate valve kwa hiyo kuzuia maji yasiende kwa huyu ili kwake yapatikane, na yasiende kwa huyu kwake yapatikane, lakini hizo jitihada tunajua zitaumiza wengine. So, kama tulivyosema mwanzo, kuna jitihada lazima tuzichukue, na tukizichukua jitihada tunaelewa kuna watu wengine zitawafurahisha, wengine zitaumiza, lakini lengo letu wote kwa pamoja ni kuhakikisha wananchi waliotuchagua wanakuwa na maji. Na hatutafanya tu kwa kijiji cha Sasi, tutaenda kijiji cha Bangata na penyewe tutatembea mguu kwa mguu kukagua miundombinu ya maji, kushirikiana na wananchi kuhakikisha tatizo la maji linatatuliwa. Tukimaliza hapo tunaenda kijiji cha Midawe, kitongoji kwa kitongoji, nyumba kwa nyumba, kuhakikisha wananchi wanakuwa na kitu kinaitwa maji. Kwa hiyo mimi rai yangu kwa wananchi wenzangu wa kata ya Bangata, Bangata ni ya kwetu. Kwa hiyo
haihitaji namna yoyote ambayo itasababisha kusiwe na maji. Kwa hiyo jitihada hizi, maana unasikia kuna wengine wanasema huo ni moto wa kifuu. Hapa hakuna moto wa kifuu, ndio tumeanza kuhakikisha Bangata yetu inakuwa na maji. Haiwezekani, tuna vyanzo vikubwa vya maji, tuna tanki kubwa la idara ya maji liko kijiji cha Midawe. Tuna vyanzo vingine vikubwa vya maji, lakini wananchi wa Bangata wanateseka maji. Kwa hiyo tutabanana hapa kuhakikisha maji yanapatikana. Kwa hiyo maombi yangu kwa Mungu atuweke na waweke wananchi wa kata ya Bangata, tuombeane. Na wananchi wa Bangata ni watu wazuri na wasikivu, na pale ninapowahitaji kwa ushirikiano, kweli wamekuwa wakinipa ushirikiano mkubwa. Ni watu ambao wana upendo, ni watu ambao wana mshikamano, lakini kwa ushirikiano kweli ni watu ambao ukiwataka kwenye jambo lolote kushirikiana wanajitokeza. Kwa hiyo Mungu ibariki Bangata, Mungu ibariki Arumeru Magharibi, Mungu ibariki Arusha DC, na Mungu ibariki Tanzania kwa ujumla. Mheshimiwa Diwani, labda kabla hujamaliza na hujaondoka, changamoto hiyo, swala la maji hapa limekuwa la muda mrefu, zaidi ya miaka 5. Maji, wananchi wamepata tabu ya maji. Tatizo limekuwa ni nini hasa Mheshimiwa Diwani kwa kipindi chote hiko? Wakati mimi nimeshika kijiti, maana nyuma yangu walikuwepo viongozi, walikuwepo madiwani. Kwa hiyo niliposhika kijiti, kuna wimbo niliukuta watu wanamtaja, kwa mfano wa kijiji cha Sasi, wanamtaja diwani mmoja marehemu anaitwa Samson. Wanamtaja marehemu Samsoni, alikuwa ni diwani mzuri. Na sio tu watu wa Sasi, ukienda watu wa Bangata wanamtaja. Ukienda watu wa Midawe wanamtaja. Sasa mimi nilikabaki kutafuta historia ya huyo diwani anayeitwa Samson. Alikuwa ni mzee, hakuwa kijana kama mimi. Kwa hiyo nikaanza kufuatilia yeye alifanyaje kazi. Nikaja kukuta kumbe alifanya kazi mguu kwa mguu, yani yeye hakuwa kiongozi wa ofisini ama wa kusikiliza habari, yeye alikuwa ni mtu wa field. Basi nikasema watu wa Bangata wanahitaji mtu wa field, hawahitaji mtu wa ofisini. Kama ni maafisa wanao, kama ni wataalamu wanao. Kwa hiyo wanachohitaji wao ni kiongozi wa field. Kwa hiyo na mimi nikasema, na mimi kweli moyo wangu wa uongozi ama uongozi wangu hata kwingine ninakofanya kazi ni mtu wa field. Ni mtu wa field. Kwa hiyo nikasema hapa tutabanana hapa. Kama ni ndio maana ukiangalia kwenye tenki, kwenye kuchimba nimechimba, mahali pa kuruka nimeruka, nimeingia ndani ya tenki nimeosha. Kwa hiyo tunatembea kama mahali kuna leakage ya maji tunachimba. Yani tunashirikiana na wananchi kwa pamoja ili kuhakikisha, kwa sababu ukizoea kuletewa taarifa, kuna mwingine atakuletea taarifa kwa maslahi yake binafsi, kuficha ukweli wa jambo, lakini ukiwa site. Kwa hiyo mimi nikasema wacha nivae viatu vya mzee Samson, na alivyoviacha kuhakikisha Bangata inakaa vizuri. Na taarifa tulizonazo Mheshimiwa Diwani ni kwamba takriban kwa siku 2 mfululizo toka jana leo umekuwa pamoja na wananchi ukifuatilia swala hili la maji. Pengine sasa wananchi hawa watarajie mpaka lini watapata huduma hii ya maji? Kwa mfano kijiji cha Sasi kina vitongoji 3. Naam. Kwa hiyo kwenye tenki pale kuna midomo 3, kuna gate valve 3. Ina maana kila kitongoji kina gate valve yake. Sasa nilichokifanya nimewakabidhi mwenyekiti wa kijiji, kwa sababu tumekuwa naye sambamba, tumehakikisha kila kitongoji kinakuwa na gate valve yake. Kwa hiyo ni jukumu la mwenyekiti wa kitongoji kuhakikisha anafuatilia gate valve yake, ana bomba lililoko ardhini, kujua kwa nini wananchi wake wapate maji. Na mimi huku nikiwa nyuma yao, sio kwamba nitakuwa mbali, nitakuwa nyuma yao, tunafuatilia. Leo tumeanza na kitongoji cha Sangananu, Jumanne tutakuwa na kitongoji cha Ngwasei, alafu Ijumaa tutakuwa na kitongoji cha Ngwaniche. Kwa nini tumezitofautisha hizo siku? Kesho tuna kikao cha wadisi, Jumatano tuna ugeni mkubwa wa mkuu wa wilaya kata ya Bangata, alafu na Alhamisi tutakuwa na vikao vyetu vya ndani vya utendaji kuhakikisha
na wenye vitu wa vijiji kuhakikisha nini tunapeana kwa ajili ya kuhakikisha kata yetu inakaa Bangata. Kwa hiyo inakaa sawa, kata ya Bangata inakaa sawa. Kwa hiyo tunajitahidi. Mimi wananchi kwa mfano Wasasi wao naachana nao Jumamosi. Yaani kwa hiyo mpaka kufika Jumamosi tutakuwa tumelitatua tatizo hili la maji kwa upande wa Sasi kwa 80%, nina uhakika mpaka kufika Jumamosi. Ili Jumatatu inayofuata ya wiki ile nyingine nadhani itakuwa ni mwisho wa mwezi tunaingia Bangata. Tunaingia Bangata. Kwa hiyo mpaka kufika mwisho wa mwezi tutakuwa tumeisha maliza kijiji cha Sasi na kijiji cha Bangata. Baadaye mwezi unapoanza wa pili tunaingia Midao. Tunaingia Midao. Pengine kwa kumalizia, Mheshimiwa Diwani, manake katika maelezo umesema kuna watu ambao wamebaini kwamba wamekuwa kihujumu swala hili la upatikanaji wa maji Bangata. Ndio. Na hao watu pengine mna utaratibu gani wa kuwafuatilia kuweza kuwajua ni kina nani na labda ni hatua gani mtawachukulia watu kama hao? Si kwamba wajulikani, watu hao wanajulikana, lakini kama nilivyokuambia tunachofanya ni kukata. Yaani tukikuta mtu ameunganisha bomba lake ameunganisha yani kinyume na taratibu, ni kwamba ile bomba yake tunakata na kipande tunachukua kaenda kutusaidia sehemu nyingine. Kwa sasa hivi hakutakuwa na marumbano na mtu yoyote, lakini chenye tunafanya ni kuhakikisha kila kitongoji kinasimamia miundombinu yake kwa ajili ya maslahi ya kitongoji husika, kwa sababu unaweza kukuta mwingine ni mtu mwenye anaishi kitongoji A, lakini ana pipe za mabomba yote matatu ya kitongoji B na kitongoji C anazo zote. Kwa hiyo unapofungulia maji yeye kwake maji ni frequent, lakini kuna mtu anaishi mahali mwenye bomba C hapati maji. Alafu huku katikati wameweka gate valve zenye hazieleweki. Kwa hiyo mtu anazuia maji yasiende anakoenda kwa ajili ya yeye kujipatia pressure ije kwa upande wao wajipatie maji, na hilo hatutalifumbia macho. Tutahakikisha kila mwananchi wa Sasi anashare keki ya maji ambayo Mungu ameiweka Sasi. Mheshimiwa Diwani, nakushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Na mtazamaji, ni Mheshimiwa Joel Yalanda, mchungaji mtumishi wa Mungu huyu ambaye kwa kweli amedhamiria kuhakikisha kwamba changamoto na kero mbalimbali za wananchi wa kata hii ya Bangata anazitatua kwa kushirikiana pamoja na wananchi na mamlaka nyingine. Basi kila laheri Mheshimiwa Diwani. Asante sana. Asante sana. Kwa majina yako ni nani? Naitwa Anthony Zefania Moleli, ni mkazi wa kijiji cha Sasi, kata ya Bangata. Tunamshukuru Mungu tumeweza kufanikiwa kumpata diwani. Tumekuwa na changamoto kubwa ya swala la maji kwa muda mrefu, kwa mujibu wa maelezo ambayo tumeyapata. Ile changamoto ilikuwa inasababishwa na nini hasa? Changamoto tulioipata kwa muda mrefu, kwanza miundombinu ilikuwa mibovu. Kuanzia kipindi ya diwani aliyepita ambaye ni Mheshimiwa Diwani marehemu Mzee Samson, tulikuwa tunapata maji bila usumbufu wote. Ila kwa sasa baada ya kuanzia nadhani mwaka 2012 ndio maji yalianza kuleta shida. Kwa nini yalileta shida? Kwa sababu baada ya mheshimiwa huyo ambaye umesema ni marehemu kuondoka madarakani, pia mlipata diwani mwingine maeneo haya. Sasa shida ilitoka wapi? Shida ilitoka kwa watu ambao walikuwa wanajibinafsisha kwa maslahi yao binafsi. Na swala la ufuatiliaji lilikuwaje? Kwa sababu mtu anapojinafsisha kwa maslahi yake binafsi, vyombo vipo kwa maana ya mheshimiwa diwani na viongozi wengine. Kwa nini wasiwe wanafuatiliwa wale watu walikuwa wanajimilikisha? Wanashindwa kufuatilia kwa sababu kwanza uongozi wa juu nao unakuwa kinyume na wananchi. Kwa hiyo unashindwa kufuatilia kwamba yupi ambao mpelekea malalamiko ambaye anaweza kukusikiliza na kukusaidia kwa wakati ule. Umesema unashukuru umepata diwani. Tafsiri yake nini? Kwa sababu hata 2000 kabla ya hapa kulikuwa kuna diwani pia kwenye kata hii. Ndio, kabla ya hapa kulikuwa kuna diwani. Ndio. Kuna madiwani walipita. Naam. Kabla ya kipindi cha Mzee Samson walikuwepo madiwani wawili walipita, na changamoto hizi walijinadi kwamba wataweza kuzitatua, ila walishindwa kwa miaka hiyo iliyopita. Ila kwa sasa tumempata diwani ambaye tuna uhakika ana uwezo wa kuvaa vile viatu vya Mzee Samson. Na kwa huyu Mheshimiwa Joel Yalanda tuna imani kwamba anaweza kuvaa hivyo viatu. Na matumaini yenu sasa yakoje? Kwa sababu swala hili toka takriban siku 2 mko na mheshimiwa diwani mpaka leo sasa ni jioni kabisa, lakini bado mnaendelea kupambana. Matarajio ya upatikanaji wa maji yakoje sasa? Kwa matarajio ya upatikanaji wa maji kwa siku 2 hizi ambazo tulikuwa tunapambana na mheshimiwa diwani, tumeweza kuyaona mafanikio, kwa sababu
tumeweza kugundua kwamba kuna gate valve zilikuwepo, nazo zilikuwa mbovu, tumeweza kuzirekebisha kwa msaada wa mheshimiwa diwani, na tumeweza kuona mafanikio kwa sababu zile pipe ambazo zilikuwa hazipitishi maji kwa sasa hivi tumeweza kuona maji. Aha. Lakini pia kuna taarifa kwamba kulikuwa kuna hujuma, kuna watu ambao si waaminifu wamekuwa wakiharibu wa kusababisha wengine wanakosa maji pia. Labda hili unalizungumziaje? Hili nadhani kwa kuwa tumeshampata diwani na wale ambao walikuwa wanatumia pipe 2, 3 na wengine wameweka gate valve kuzuia maji yasiendelee mbele kufikia wengine. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa kwa sasa hivi tuko na diwani mguu kwa mguu. Ana uwezo wa kufika pale kwa lile bomba ambalo linaenda kwa mtu kama amejiunganishia mbili, tunakata. Tunaondoa lile, alafu kwa swali lolote ambalo yule mtu atakuwa nalo, tuna uwezo wa kumweleza diwani na diwani akapambana naye. Shukrani sana. Nashukuru sana. Asante sana. Asante sana. Asante. Bado tuko kwenye kata hii ya Bangata, kijiji cha Sasi, na tunaendelea kuongea na watu mbalimbali kupata maoni kutokana na changamoto hii ya maji kwenye kijiji hiki cha Sasi, ambayo mheshimiwa diwani mheshimiwa mchungaji Joel Yalanda kaivalia njuga kweli kweli. Na hapa yuko brother. Kaka, mambo vipi? Safi kaka. Pengine kwa majina yako kitambulisha watu waweze kufahamu. Kwa majina mimi naitwa Baraka PMC, balozi wa tawi la Kwanite. Wewe ni balozi? Ndio. Vipi unaelezaje changamoto hii ya swala la maji kwenye kijiji hiki cha Sasi? Changamoto ya maji ipo sana, ila kwa upande wa Sanganani ndio inasumbuka sana huko. Na ndio diwani anapambana kushughulika kuhakikisha maji yanapatikana. Nini ilikuwa tatizo? Kwa nini mlikuwa mnakosa maji? Shida ilikuwa wapi? Tatizo liko kwenye miundombinu, ndio haijakaa sawa. Aha. Miundombinu sana. Miundombinu ina shida gani? Ina shida ya uchakavu. Yaani kwa ujumla ni kuboreshwa. Taarifa ambazo tumezipata ni kwamba tatizo hili limekuwa na muda mrefu. Kwa nini muda wote hajarekebishwa mpaka mheshimiwa diwani alipoingia madarakani juzi tu hapa, na leo hii anaanza uchapakazi au kurekebisha swala hili? Kwa nini muda mrefu jambo hili lilikuwa halijatatuliwa? Jambo hili lilikuwa lina utatuzi kwa sababu pia uongozi ulikuwa haufuatilii uliokuwa nyuma uliopita. Ufuatiliaji ulikuwa sio rafiki. Ndio ilikuwa shida sana. Sasa kwa sasa hivi diwani tulionaye anapambana kufuatilia tatizo ni nini. Wewe kama balozi ambaye uko karibu na wananchi, miongoni mwa vitu ambavyo tumesikia ni pamoja na hujuma. Kuna watu wamekuwa wakihujumu swala hili la maji. Hilo unalizungumziaje? Kwenye eneo hilo la kuhujumu maji siwezi ngalieleza kiundani zaidi kwa sababu pia uhakika sina. Sina uhakika sana kwenye hilo eneo. Kwa sababu lazima unapozungumza kitu lazima una udhibitisho kwamba lina ukweli gani. Kwa hiyo siwezi aminisha wananchi 100% kwamba kuna hujuma ulioko ndani yake. Sawa. Pengine sasa unamzungumzaje mheshimiwa diwani, kwa sababu ameingia madarakani na leo toka jana mnaona kabisa yuko na nyie toka asubuhi mpaka hivi sasa siku 2 mfululizo akiwa nanyi, akishirikiana nanyi kuhakikisha kwamba maji yanapatikana. Joel Yalanda ni mtu wa namna gani? Kwa ujumla diwani wetu tuliye naye ni jembe, pambanaji, kwa sababu ameshaonyesha mwanga kwa hizi siku chache ambazo tumekuwa naye. Anaonyesha kupambana, yuko pamoja na sisi kutuonyesha ushirikiano, anatuonyesha ni jinsi gani tutafika mbali. Matarajio yako wewe kama balozi na wananchi wa kata ya Bangata kwenu kwenda kwa mheshimiwa diwani, mnatarajia nini hasa? Mnatarajia nini kutoka kwake kama kiongozi wenu? Matarajio tulionayo, tunatamani mazuri kutoka kwake na tunayaona kuanzia sasa. Tunayaona kwa sababu ya uchapaji kazi wake, na amekuwa mfano. Ni diwani ambaye amekuwa mfano tokea tumepata diwani wengine wote wamepita, lakini amekuwa mfano kwa kuungana na wananchi kufanya kazi. Mimi nikushukuru sana. Shukrani sana. Asante kaka. Asante. Na bado tunaendelea kuongea, na hapa mbele yangu yuko brother mwingine hapa ambaye tutaenda kuongea naye kufahamu yeye ni nani, lakini kwenye kijiji hiki cha Sasi. Brother, mambo vipi? Salama kaka. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa siku kwanza ya leo. Ndio. Kwa ujumla swala la maji limekuwa changamoto. Imekuwa changamoto kwa sababu tokea miaka tuliyotokea huko nyuma, kwa kweli hatukupata mwongozo mzuri wa ukarabati wa maji. Kwa ujumla ndio imekuwa tatizo kubwa kwenye kijiji chetu cha Sasi. Kwa kweli tumempata diwani ambaye anarekebisha ile miundombinu. Hatujawahi kuona diwani ambaye amefanya mabadiliko makubwa kwa hizi siku kadhaa tuko naye. Ndio kaka. Kwa hiyo matarajio yenu kama wananchi wa kata ya Bangata ni yapi kwa mheshimiwa diwani? Matarajio, tunatarajia diwani kututendea
yale ambayo wananchi wanahitaji kwa ujumla. Kwa sababu swala kuu miundombinu ikishakaa sawa, changamoto ya maji haitakuwepo. Ndio kaka. Na mambo mawili, moja, jambo gani ambalo ungependa kumwambia mheshimiwa diwani, lakini jambo la pili, jambo gani ambalo ungependa kuambia wananchi wenzako? Cha kwanza, wananchi wasikate tamaa kutokana na diwani aliyopo sasa hivi. Kwa sababu diwani anatupeleka kwenye mwanga ambao tutafika mbali kiujumla, na pia kwenye changamoto za maji kweli anazitatua. Mimi nikushukuru sana. Asante. Asante sana. Asante. Naam, kutoka hapa Bangata mimi sina la ziada, na kama ambavyo umesikia wananchi wakiongea hapa lakini pia mheshimiwa diwani akielezea swali hili la maji na changamoto jinsi ambavyo atazitatua changamoto za maji kwenye kata hii ya Bangata. Na jeshi hapo amesema pia changamoto nyingine atafanya awamu kwa awamu. Kutoka hapa Bangata mimi ni Charles Beda. Sina la ziada. Bye bye.